Uonevu kazini ni tabia mbaya inayofanyika mahali pa kazi. Ni tabia inayojirudia na isiyohitajika. Tabia hii inaweza kuwa ya maneno, vitendo, au hata maandishi. Inaunda mazingira ya kazi yasiyofaa. Uonevu unahusu madaraka na udhibiti. Lengo lake ni kuwatisha, kudhalilisha, au kumdhoofisha mtu mwingine. Ni muhimu kukumbuka kwamba uonevu hauhusiani na utendaji wako wa kazi. Unahusu haja ya mnyanyasaji kujiona bora kuliko wewe. Uonevu kazini unaweza kuwa na matokeo mabaya. Waathiriwa wanaweza kupata msongo wa mawazo, wasiwasi na huzuni. Inaweza pia kusababisha kupungua kwa uzalishaji na kuridhika kazini. Kumbuka, huko peke yako. Uonevu kazini ni tatizo la kawaida. Kwa kutambua uonevu na kuchukua hatua za kukabiliana nao, unaweza kuunda mazingira ya kazi salama na yenye afya. Uonevu kazini unaweza kuchukua aina nyingi. Ni muhimu kuweza kutambua tabia hizi. Uonevu wa maneno ni pamoja na kupiga kelele, matusi, vitisho na kukosoa mara kwa mara. Inaweza pia kuwa ya hila zaidi, kama vile kusambaza uvumi au kutoa maoni ya kejeli. Uonevu usio wa maneno unahusisha vitendo badala ya maneno. Inaweza kujumuisha kugeuza macho, kutazama kwa hasira, au kufanya ishara za kukera. Kutengwa kijamii kunalenga kumtenga mtu kutoka kwa shughuli zinazohusiana na kazi au mikusanyiko ya kijamii. Inaweza pia kuhusisha kuzuia taarifa muhimu. Uonevu wa mtandaoni hutokea mtandaoni, kupitia barua pepe, ujumbe mfupi, au mitandao ya kijamii. Inaweza kujumuisha kutuma ujumbe wa kusumbua au kuchapisha picha au taarifa za aibu. Kunyanyaswa kazini ni uzoefu mgumu. Hapa kuna hatua unazoweza kuchukua. Andika kila kitu. Weka rekodi ya kina ya kila tukio la uonevu. Jumuisha tarehe, saa, eneo, mashahidi na kile kilichotokea. Mkabiliane na mnyanyasaji ikiwa ni salama. Katika baadhi ya matukio, kumkabili mnyanyasaji moja kwa moja kunaweza kusimamisha tabia hiyo. Fanya hivi kwa utulivu na uthubutu, ukisema tabia maalum na jinsi inavyokufanya uhisi. Tafuta usaidizi. Zungumza na mfanyakazi mwenzako unayemwamini, rafiki au mtu wa familia kuhusu unachopitia. Usaidizi wao unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Zingatia kujitunza. Uonevu unaweza kuathiri ustawi wako. Hakikisha unatilia maanani afya yako ya kimwili na kiakili. Shiriki katika shughuli unazofurahia na utafute msaada wa kitaalamu ikiwa utahitaji. Ikiwa uonevu unaendelea, ni lazima uchukue hatua zaidi. Hivi ndivyo unavyoweza kufanya: ripoti kwa mwajiri wako. Fuata sera ya kampuni yako ya kuripoti unyanyasaji au uonevu. Toa nyaraka za kina za matukio hayo. Wasiliana na rasilimali za nje. Ikiwa mwajiri wako hachukui hatua zinazofaa, unaweza kuwasiliana na mashirika ya nje. Hizi zinaweza kujumuisha vyama vya wafanyakazi, tume za haki za binadamu, au huduma za usaidizi wa kisheria. Kumbuka, unastahili kufanya kazi katika mazingira salama na yenye heshima. Usisite kusema na kutafuta msaada ikiwa unanyanyaswa. Sauti yako ni muhimu.